Star wa zamani wa Simba Emmanuel Okwi amestaafu soka akiwa na umri wa miaka 33 na ataagwa rasmi siku ya Simba Day tarehe 8 mwezi huu. Okwi bwana amekuwa na story nyingi sana, lakini amejipata sana kwenye mpira. Ukweli ni hapa Tanzania na akatoka hapa dili lake la kwenda Tunisia miaka 2017-18 hivi. Yes. Amekuwa na rekodi nzuri kwa karudi hapa, bahati mbaya na nzuri akapita tena kwenye klabu nyingine, then akarudi tena Msimbazi. Miaka 33 ni umri sahihi wa Okwi. Tunamdai au bado tu anapaswa kupumzika na kuendelea na maisha yake? Mimi kwa wachezaji wa Kiafrika Mashariki, mimi sina deni kwa Okwi. Amefanya vitu vingi vizuri. Isipokuwa kwenye hilo swala la umri namwachia yeye na Mungu. Lakini swala la kucheza, mimi kwangu Okwi nimemuona akicheza, amecheza kwa kiwango kikubwa kweli kweli. Licha kwamba najua na kumbukumbu nzuri na mbaya kwa pamoja anazo kwenye kichwa chake. Nakumbuka mimi kuna mechi walicheza hapa, walikuwa wanakabidhiwa kombe na mheshimiwa hayati Magufuli. Okwi alikosa penalti mechi dhidi ya Kagera Sugar, mechi ambayo walipoteza. Lakini sio hiyo tu, aliwahi kucheza Yanga pia. Kuna mechi walikutana na Azam, hiyo mechi walitoka draw 1-1, lakini ilitokea penalti, Okwi alipiga, kipa pia akacheza akaokoa, alikosa. Lakini hayo ni machache katika mengi mazuri ambayo Okwi ameyafanya. Mimi Okwi ukiniambia katika wachezaji bora nimewahi kuona wa kigeni wamekuja Tanzania, mimi kwangu Okwi anaweza akawa miongoni mwa hao wachezaji ambao wamekuja Tanzania kutokea nje ya taifa letu na wamekuja wameshine. Okwi ameshine akiwa na Simba kwa muda mrefu, Yanga pia alishine ingawa alikuwa kwa muda mfupi, lakini pia na kwenye alitakata. Lakini ukizungumzia wachezaji ambao walikuwa na muendelezo kwa muda mrefu, wakuwa na kiwango bora kwenye timu hizi za klabu hapa na ametoka nje, kusema kweli Okwi huwezi kumtofautisha. Okwi alikuwepo kwenye zama hizo, mabeki wanacheza mpira wa kihuni, wanacheza mpira mgumu kulikweli, lakini aliweza kustahimili na akawika kwenye hizo nyakati. Kwangu mimi kama unamtaja mchezaji bora kuwahi kutoka nje ya Tanzania, Okwi naye lazima umweke. Kasi, maarifa, ubunifu uwanjani, alikuwa na shot power nzuri, shoot technique nzuri, shot accuracy yake ilikuwa nzuri pia. Ukiniambia mimi katika washambuliaji wa kigeni ambao wamewahi kuwa wa moto, basi nitakutajia Okwi kwenye hiyo orodha, akiwa ndio namba 1. Najua wale kuja wengine kama kina Lode Mavugo, kina Luis Jose Mixon. I really appreciate yule mchezaji, alikuwa mzuri pia wakati wake ambapo amekuja akitokea Mamelodi Sundowns na Widi Songo. Lakini mimi kwangu Okwi naweza nikamweka wa kwanza katika wachezaji wa kigeni kwenye miaka 15 iliyopita. Naweza kusema hivyo, miaka 15 kama sio 20 iliyopita, kama kuna mchezaji Simba wa kigeni waliwahi kumsajili alikuwa mzuri na alikuwa na daraja la juu la kiwango, basi nitamtaja Emmanuel Okwi kwa sababu aliweza kuwa na consistency, alikuwa na muendelezo wa kiwango kizuri. Na Okwi ya kuishia tu kwenye klabu, Okwi alikwenda mpaka kwenye kosi ya timu ya taifa ya Uganda, the Cranes. Uganda alikuwa anafanya vizuri, lakini Okwi alikuwa sehemu ya kikosi chao. Uganda wameenda na Okwi mpaka AFCON. Uganda wamekuja na Okwi hapa wakatufunga mara ya mwisho, nakumbuka tuko kwenye harakati za mechi. Kwangu mimi Okwi ni mchezaji ambaye kusema ukweli wa kigeni kwenye miaka 20 iliyopita, ukiniuliza mimi nitakwambia Emmanuel Okwi kwa wachezaji wa kigeni wa Simba, kwangu mimi umewekwa moja ya sajili bora kuwahi kutokea. Kama ambavyo unaweza kuzungumza kwa Yanga, miongoni mwa wachezaji bora waliowekwa sajili alikuwa Emmanuel Okwi pia. Naye alikwenda Yanga akacheza vizuri. Yes, alicheza Yanga na alikuwa kwenye kikosi kilichoshinda ubingwa ule msimu nakumbuka. Isipokuwa tu kudumu, alicheza miezi 6 na ilielezwa kwamba ilikuwa acheze zaidi ya ule muda, lakini watu walio finalize deal lake ndo walimsainisha miezi 6. Lakini kwangu mimi ni mchezaji bora kwa kumuona, anastahili kupa pongezi, ila swala la umri Okwi kwenye hiyo basi lako mimi nishushe, safiri na wengine. 33. 33. Bwana watu sio wadogo. Okwi mimi nimemuona 2008 2009. Okwi mimi namuona anacheza. Niko
shule ya msingi naenda sekondari nafikiri. Sasa mpaka leo hivi mwenyewe naikaribia. Alianza karia akiwa mdogo. Sawa, ndo alianza mdogo. Basi mimi leo hii nakaribia hiyo miaka 30. Hapana, lakini kwa mbona karibia miaka na wachezaji wetu. Mimi nakumbuka Tuisila bwana alikujaga hapa sasa akasema umri wake akasema na miaka 21 sijui 22. Ndio ile anasajiliwa kwa mara ya kwanza Young Africans. Kuna msichana mmoja alikuwa ananishutia akasema kwa mimi dada yake sana Tuisila. Ndio unachosema sasa hivi. Alafu aliongea very emotional. Mmepishana miaka michache sana wewe na huko. Hapana, mimi nakataa. Alafu kipindi anaweza mpira akiwa na umri alikuwa wapi sasa? Maana yake mwenzake nilikuwa huo umri hata miaka 18. Baadaye tuseme niko form 1. Huko alikuwa na miaka 10 na ngapi? Huko kasajiliwa Simba 2009 na 9. Sasa ndio maana nikakwambia mimi niko shule ya msingi. Huko anakeputa. Sasa leo niambia alikuwa na miaka mingapi? Unajua Afrika tatizo letu ni umri tu. Yaani hapo tunakwama kwenye kudanganya. Unajua na ndio maana nguvu imeisha mapema angekuwa na umri wa 33 kweli ilikuwa ni ngumu sana kustaafu. Yaani kama huko 33 ndo hapana bwana. Hapa Tanzania kuna wachezaji wengi wazee hapa wanacheza. Huko ukisema miaka 33 wale wameivuka miaka 33. Kwa hiyo chama mkubwa kwa huko. Chama mkubwa kwa huko. Sema. Mbona unakwepa? Mbona unakwepa? Si ndio uliniambia alianza karia mapema. You never know. You never know. Wewe nashoni, mbona unacheka na wewe sikuelewi? Alafu ndo co-host. Hapo mmenipiga. Sasa mtu asianze karia mapema. Ni vizuri kuanza karia mapema. Ni vizuri. Ni vizuri sana. Kwa hiyo chisano ukiwa ngapi pale mwenzako anakipiga. Akipiga. Tofautiana Baraka. Darasa 2009. Mimi niko darasa la 5 shule. Mwenyewe niko la 5. 2009. Ila nakumbuka moment moja ya Okwi nikiwa form 1 2012. Na hapo alikuwa mtoto. Hapo at least yani ndo alikuwa kama kina Mzize. Mzize kwani na miaka mingapi? Hivi mnajua Mzize na miaka mingapi? Mimi swala la umri kwa wachezaji wa Tanzania nishaacha kulifuatilia. Basi muache tu ya Kiafrika. Maana wote itakuwa ni mambo ni yale yale. Dula kumwita nani? Abdalla. Maana ukija kuangalia umri wa Tanzania au wa Afrika by the way. Kuna mchezaji mmoja Afrika aliendaga Ulaya. Siku anakumbuka kifo cha mama yake. Unajua kuna ile mnakumbuka kwamba leo mama ametimiza miaka mingapi tangu kuondoka duniani. Ni jambo zuri, si ndio? La busara na la hekima. Sasa watu wakashangaa kwenye zile moment anaandika kwamba ni miaka fulani toka umeondoka duniani. Unajua kuna kwaga na ile tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya kufariki. Sasa tu wakashangaa tarehe ya kufariki, mbona mtu bado miaka 10 mbele alikuwa bado hajazaliwa. Huyu hapa anaitwa Guelo Kanga. Ni mchezaji wa timu ya taifa ya Gabon. Yeye alizaliwa mwaka 90, mama yake alifariki mwaka 86. Yes. Sasa unajiuliza ilileta shida kwenye klabu yake. Lakini ni kwa sisi Afrika bwana, opportunities zinatukuta tukiwa kwa kuchelewa kutokana na misingi yetu ya soka, mchezaji ambapo anaanza karia yake. Yaani mtu unaanza kucheza ukiwa una miaka 17 ndio unaanza kucheza. Alafu hapo hiyo kucheza yenyewe ndio ile kigumu, lakini ile kucheza sijui kwenye mashindano au kwenye zile proper system za mpira inakukuta hiyo fursa una miaka 20. Alafu opportunity iliyopo inataka mchezaji wa under 17. Kwa hiyo unajikuta tu unashusha miaka, lakini ingekuwa kweli ile system inaanza inamkuta mchezaji akiwa na umri mdogo, anaanza kucheza mechi za mashindano yao vile viwanja vyao vidogo wakiwa na miaka 11, wana miaka 13, anacheza tangu miaka hiyo. Hata kutrack record zake inakuwa ni rahisi. Lakini shida ya Afrika, opportunities zinachelewa. Kuna wachezaji anacheza hizi under 20 za timu za ligi kuu, msimu huu unamkuta yuko JKT, msimu unaofuata unamkuta yuko Ken Gold, unaofuata yuko Singida under 20. Sasa wewe under 20 gani unacheza miaka mitatu? Kwa sababu ukweli uko under 20 lakini uwezo wako ni mdogo, unashindwa kupenya kwenye first team kwenye first team ya timu ulopo. Kwa hiyo ukishindwa pale unaondoka unakwenda timu nyingine. Kwa hiyo unajikuta mtu amecheza under 20 miaka mitatu. Kama alikuwa na miaka 19 tayari ana miaka 22 muda huo.
lakini kwa sababu anatafuta fursa anajikuta anaendelea tu kupunguza miaka yake. Kwa hiyo ni namna tu ya system ya mpira wetu ilivyokaa kwa Afrika kwa ujumla, yani haijakaa vizuri. Muda ndio huwa kwenda kupata zile 200,000 mtakuja kuagwa. Wana Simba wote, naitwa Emmanuel Arnold Okwi, mchezaji wa zamani wa timu yetu Simba. Naomba wanachama wote na mashabiki wote wa Simba tujitokeze kwa wingi tarehe 8 mwezi wa 8 kwenye siku yetu ya Simba Day, na nawaahidi pia nitacheza game ya kirafiki ya timu ya management ya Simba. Simba Day yangu ya kwanza kabisa ndio naikumbuka kabisa, yani pale nilipotoka na mashabiki wote ambao walijitokeza siku hiyo, yani ndio siku yangu ya kwanza kabisa kwenye Simba, na kufanya Simba Day ndio ilikuwa siku yangu kabisa nzuri. Simba nguvu moja. Simba Day wanaenda na tukio tofauti kabisa la kumwaga nyota wake ambaye amewatendea haki kwa ukubwa huo. Sawa, amecheza Simba kwenye vipindi vitatu tofauti. Unajua amecheza ile wakati anasajiliwa 2009 nadhani mpaka 2013, baadaye akaenda Etoile du Sahel, akarejea ndo akajiunga na Yanga. Alipocheza Yanga akarudi tena Simba. Alipokaa Simba akaondoka ndo akaenda, alipata timu Denmark akaenda akapambana, akarejea tena kwenye hii Simba mpya ambayo ilikuwa na mzigo hii, ambao ndo ikaanza kufanya vizuri kimataifa. Nakumbuka ule msimu wao wa kwanza ndo wanatolewa na Al Masry, wanatoka 2-2 hapa, wanakwenda kule Misri wanatoka 1-1. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwenye mioyo ya wana Simba na kwenye historia ya club ana mchango kwa kupita kwenye vipindi tofauti tofauti, lakini mara zote kila akirejea Simba amekuwa ana shine. Yani mchezaji ambaye anaweza akafeli sehemu nyingine, lakini akirejea Simba anakuwa ni mchezaji hatari na mchezaji ambaye anawapa mafanikio. Kwa hiyo kwa Simba kumwaga kwa heshima ni jambo kubwa kabisa, na Simba wamefanya hivyo pia. Nakumbuka hata kwa Tadeo Luanga pamoja na Medi Kagere waliagwa kwenye Simba Day, na siku ile waliokota sana. Kwa kama wana Simba wana utaratibu, watafaa utaratibu wa kumwokotesha Okwi naye ajiandae, naamini wanaweza wakamfanyia hivyo kama ambavyo walifanyiwa Tadeo Luanga pamoja na Medi Kagere kuagwa Simba Day. Lakini ni utaratibu mzuri na ni heshima kwa kile ambacho alikifanya kwenye klabu yao. Sawa, tunaenda kwenye dunia mpya yenye Bata na Rat. Tukirudi hapa National atakamata simu yake ili aweze kukupigia wewe mshindi. Mabwira anawapata vizuri sana kweli kweli. Huyu ni live kutoka United States of America. Lakini pia habari bao la asubuhi da Oku kweli miaka 33, wachezaji wanapunguza sana umri wao. Mama Atrash wa Kiluvi ya madukani. Haya, Faitoto dakika za jioni kutangazwa Wananchi Day. Swala namba 6 hilo. Imekuwa kizungumkuti. Zaka jana amesema huku wanaona namba 6 huku wanaona namba 9. Sasa ileweki mpaka sasa. Swala la faili imekaa kimkakati. Hivi jua kuna wachezaji kila msimu ikifika dirisha la usajili tu wanasajiliwa. Hivi mshawahi kuwasikia? Kwenye ligi yetu hapa alikuwa Kachama. Sasa hivi naona upepo wa Chama mpaka siku moja akacheza kweli. Na jana ndio nikasema hivyo. Mpaka siku moja akacheza kweli. Kwamba ipo siku Faisal. Sasa Faisal anatajwa kote. Ataenda tu kuna siku. Kwa hivi sometimes Simba, sometimes Yanga. Maneno haya si ya bure. Kwa Yanga sasa hivi sidhani. Kwa Yanga Kwa Yanga Afrika wa sasa sidhani. Namba 6 wanamleta atakuwa wa nje bwana. Ndio maana wanamuondoa mmoja mwingine. Hatujui. Teka anaondoka. Nafahamu michezo chenu. Nimewashtukia. Dar es Salaam sasa Teka linaondoka pale. Kuna uwezekano mkubwa Depo akaondoka. Kumbe Depo inawezekana kama atafanikiwa kukamilisha mambo yake. Inawezekana Depo akaondoka Yanga. Ndio anakuja namba 6 huyo. Wakigeni atakuja nani, lakini Depo unajua uwezekano mkubwa wa kuondoka upo. Akaondoka akamfuata kocha wake alipo. Sawa, tunaanza kamba sana na Dar es Salaam, sehemu fulani hivi ambayo lazima kidogo uchangamke kwanza ili mambo yanyoke. Tunaanza nayo ili tuanze na kamba tena. Humu tunao mengi sana, kaa hapo. Hili ni bao la asubuhi. Burudani isiyo na mipaka.